unakutana na rafiki daily, utazani una bale, kumbe weni baba Viki, mwenzako baba Swale. Unajaza marafiki home, utazani una sherehe. Shule mtoto uyajui dingi, weni soka tu kufuatilia ligi. Mkeo unampa ahadi nyingi, kama unamtongoza mwanafunzi aingie kingi. Chizi masoka, ratiba unaojua weni tungi na soka. Ratiba shule mtoto ujui dingi mahoka. Na bado una line 10 na simu ikishikwa ni ngumi na password kama lugha ya Kirumi na muda na mkeo au pati. Upo kwenye group kama 8 za WhatsApp unachati. Vitu navyosema sio smarti. Tuna mabebe kibao kama Bana, kitu ambacho nimekigundua siku ya leo ni kwamba unapoanza kupiga weusi Arusha unakuwa umewini. Lakini ukiwapigia sije usijeitaka harusi kwa pupa unafeli. Yaani watu ni wanakaa hawataki kabisa. Bana, mimi nataka mniambie ni nani amewahi kuzinguliwa hapa siku ya leo, ambaye yupo na ni kitu gani alifanya? Kuna dada yule pale amevaa tope blue. Wewe ni wa wapi? Galelo? Mimi ni kwa Murombo Mbauda. Kumbe nimepatia kidogo ama nimekaribia kabisa. Mbali kabisa yani. Sawa, wote semeni oyo basi kwa Mbauda. Safi sana. Umewahi kuzinguliwa? Sana tu. Na ni nini ambacho ulikifanya? Yani ilikuwa ni mwaka 2005 hivi, nikiwa niko nyumbani na maanko zangu. Yani ilikuwa ni ishu moja ya uketo hivi. Yani uketo, kama mtu asije uketo, ni mahindi ya kukanga, mahindi makavu na yakanga kwenye sufuria yanakuwa hivyo kwa lugha nyingine. Sasa siku hiyo bwana mimi nilikuwa namnyima anko wangu uketo, afa ana njia kichizi, yani sasa ameniomba nimemkatalia kumpa. Tukaanza vurugu mpaka mwisho wa siku tukutumia chupa nini, kurushana chupa mpaka kaniumiza sehemu hii hapa hivi. Kwa hiyo ni mambo kama yale tokea mimi na anko wangu. Alikuumiza sehemu ipi? Hapa usoni. Usoni? Alinikata na chupa. Alikukata na chupa. Baada ya kushindwa ngumi, akaamua kutumia chupa, akanirushia nikiwa na yani unataka kusema wewe ulikuwa unamzidi ngumi anko wangu? Nilimzidi nguvu anko wangu yani. Uko vizuri namna hiyo. Kwa hivyo kupiga chupa ukafanyaje? Nikaenda kupeleka hospitali nikashona, basi mambo yakaendelea, nikamwachia uketo akaula yeye. Unini? Uketo. Uketo ndo huo. Unini mnaita uketo Uboro. Boboro. Sielewi, nasikia mbomboro. Safi sana, asante. Ni nini? Hebu rudia. Boboro. Safi sana, asanteni Machalio Ara. Kuna mwingine ambaye amewahi kuzinguliwa na alifanya nini? Huyu namuogopa huyu kesi yake, maana alisema nilichana na viwembe. Wewe vunga sikilizie mziki. Unajua sasa ilikuwaje? Ilikuwa ni mwaka 2010. Nilikuwa naishi zangu Mwanza, nikarudi Arusha kwa ajili ya matatizo, nipata msiba. Hapa Arusha tuko watoto 4 kwa mama, afu tumebaki wawili wako Bongo. Niko mimi na brother yangu, ana mke wake. Alitolea dada huyo mwanamke wa Kirangi, ana mdomo huyo. Yaani bora mdomo tu, lakini anangata na kupuliza. Bwana wangu akanchonganisha na brother yangu. Brother akaenda kazini, akirudi kila siku maneno. Mara kapata safari kaenda Tanga. Kaniachia mke na watoto. Mimi mwenyewe sina kazi, mimi mwenyewe na mtoto mdogo. Kazi kupiga bwele. Unajua bwele sister? Hapana. Kazi kupiga bwele. Bwele nini hiyo jamani? Hebu nisaidieni. Mbea. Yaani bwele ni kama vile chali yangu ni aje. Mtoa tajero hapo Yamani aje. Si unajua? Kwa ni umbea ama ni kuomba hela? Kama vile ukware. Ni ukware. Ukware ni nini nao? Ukware ni ile kumpiga. Ndio maana ya bwele yani. Naomba hela. Yaani kuomba hela. Kwa kupiga mizinga in short. Sawa. Basi. Sogeza microphone kidogo kwenye mdomo. Piga bwele ndani ya miezi kama 2. Msela amerudi. Akuta manzi kaondoka nyumbani. Kisa dada yako, ndugu zako, mmechoka kuishi nao, wananyanyapaa. Wakati huo kashahamisha vitu ndani, kila kitu kauza. Nikaona hamna noma. Brother amekuja, tumempokea vizuri siku ya kwanza, siku ya pili. Asubuhi tumeamka tunatamia. Say bro, tutumie hela chai. Sina hela. Waambie watoto waje wanyeshe kwa mama yao. Nikiangalia mwanamke mwenyewe ameondoka hapo na kashfa kibao. Yaani kama ni kututukana katutukana kweli. Nikaona hamna noma. Maza alikuwa bado hajafariki.
Maza akasemaje, mwambie anavyosema kwamba mtoto ende akanywe chai huko, afu si huku tutakula nini? Sinkamtuma mtoto. Kumtuma mtoto bama, kilichofuata so chai tena. Unajua ngumi? Yaani nilipigwa tai chi. Unajua kupigwa tai chi? Mpaka nilihisi na kufa. Yaani nilikuwa sina nauli, lakini nilibidi nimtumie bwanangu simu. Nimpigie bwanangu simu, ikabidi auze generator nitumie nauli nirudi kwangu. Nilienda kwa watu nikafanya ndo kwetu. Baada ya kurudi kunde hicho kipindi mazangu hapokuwa naumwa, nikaja nikamuguza mama mpaka alivyofariki, ndo nikawa nimebaki nyumbani. Asante sana kwa kushare story yako na sisi. Kuna mwingine ambaye kwa wewe ulivyozinguliwa ni hivyo? Kwa hiyo siku mliodundana. Sio kudundana, nilidundwa kweli mpaka nikafunguka. Wewe ndio ulidundwa. Si mkubwa. Asante sana kwa kushare maneno yako. Kuna mwingine ambaye amewahi kuzinguliwa hapa? Faster. Hata kama ni mdogo wako afu kumchezesha mabao ya maana. Nani ambaye amewahi kuzinguliwa? Kuna brother hapa mbele. Bwana, mimi nilizinguliwa na polisi. Unaitwa nani? Kutokea wapi kwanza? Mimi naitwa Israel Nanyaro. Jina maarufu Somila. Na unatokea wapi? Arusha hapa. Ndio, Ngalelo. Siku hizi najua maneno ya Arusha. Hapo juu Sekei. Sekei. Hapo sipajui lakini sawa. Sasa bana, mimi nilizinguliwa na polisi. Long time kidogo 2012 nini, mshikaji katoka Loliondo. Kipindi ndo babu wa Loliondo anavuma ile stendi jamu, watu wanaenda Loliondo kwa wingi. Asa mshikaji naye katoka zake Loliondo kaja nyumbani. Akanipigia simu, bana Somi, njoo nipokee stendi nivunge ghetto nini, kesho nitembee. Asa mimi nikaibuka ghetto, niko na mshikaji wangu mmoja anaitwa Sem, tunaenda kumpokea Mwaipopo. Sasa tumeshuka zetu stendi, tukafika pale kumkuta Mwaipopo tukampokea freshi, afu akatuambia kuna hela yake iko kwenye Airtel Money imezingua, kwa hiyo tuende Airtel. Tukatoka stendi tukaenda Airtel Money pale ofisi za Airtel Clock Tower hapo. Tulipofika Clock Tower bana, tukatoa ile hela. Tulivotoa hela sasa ndio tunataka tuende magetoni. Mshikaji akasema aisee, nilisahau begi kwenye gari. Kwa hiyo ikabidi tukarudi wapi? Stendi. Sasa hiyo tunayo 30 tumeshafanikiwa kuitoa kwenye Airtel Money. Tulivorudi zetu stendi sasa tukakutana nacho, yani hiyo kamata ni balaa. Wote pale kwanza tulipofika stendi tukaambiwa gari iko Ungalimited garage. Kwa hiyo ikabidi tuivungie gari pale stendi itoke garage ili tukware begi nini tuende ghetto. Asa kabla gari haijatoka garage, yani pale kaja kamata moja, yani hamna maswali wala majibu. Wote tukasombwa tukapelekwa hapo Kaloleni kituo kidogo hapo. Katika zile kukamatwa tukajitetea pale, tukaambiwa kituoni kule kila mtu atajieleza, polisi haizulumu mtu. Tukakubali sasa, tukaingia kwenye PT nini, tukaletwa kituoni. Yani tumefikishwa pale ni mpata za kufa mtu alafu ndani. Yani hamna nini wala nini ndani. Tumeingia ndani sasa pale counter tukaandikisha nini kila kitu. Sasa sisi tulikuwa tunayo 30. Yani wale wanakusachi kiakili, maana pale unaambiwa andikisha kila kitu. Sisi tukaandikisha kila kitu hadi hela, tukaingia ndani hatuna kitu. Tulivyoingia ndani sasa nikashangaa kule kila mtu anamwambia afande naomba tuongee. Wakiongea arudi. Afande naomba tuongee, wakiongea arudi. Kidogo akasepa moja kwa moja. Ndo mazima. Kidogo akaja afande mmoja bana akatuchimba mkwara. Akasema sasa kuna mwanajeshi ameuawa. Afu watu wako Central pale. Zoezi la utambuzi linaendelea. Kwa hiyo ukitolewa hapo ukipelekwa pale wakisema wanakutambua tu na wewe ni jambazi. Tayari tukatiwa wenge na mimi kabidi nimwambie afande tuongee. Nikamuungia huko. Sasa katika kuongea nini? Ikawa inahitajika rushwa. Nikamwambia afande mimi, akaniuliza kule umeandikia shilingi ngapi? Mimi nikamwambia nimeandika 30,000. Akaniambia basi poa. Wewe iache ile kule alafu kavae viatu ngoe. Nikamwambia niko na washikaji 3, kwa hiyo na maana kwamba yani unatakiwa tuteme wote. Afande akatamani sasa kwamba watu 3 hawezi toka kwa 30,000. Alafu 30,000 yenyewe ndo tunayo, yani sisi tulikuwa taoni kitambo hatuna kitu. Mwaipopo ndo katoka Ngorongo nani Loliondo na Neema kidogo nini. Hapo ndo hivyo sasa haitoshi hata kututoa lock up. Tukawaimbisha pale nini na nini wakatuelewa sasa. Asante sana kwa kushare na sisi. Bana kuna mmoja, mimi nataka story ya mtu ambaye alizinguliwa na yeye akafanya kitu. Sio kwamba alizinguliwa tu hivi, alafu bado anatafuta na yeye akafanya tukio. Kuna mmoja hapo pembeni yako hapo.
huyo amevaa shati fulani ya draft, sio huyo draft? Amekaa ametulia hivi, amekaa sura ya kinani sana, ya kichuga. Ni aje Arifu, unaitwa nani, kutokea wapi, alafu tuelezee ile story yako ile. Mimi naitwa Joshua Simon Lukumai. Natokea mitaa ya Ngarenaro pale Darajani. Ngarenaro kwa kina Dogo Janja huko. Mwembeni kwa kina Janja bana. Mimi research, kuna mambo mengi sana yamenzengu, yani kuna vitu vingi ambavyo nimefanywa katika maisha yangu ambavyo yani kikweli vilikuwa kama ni mizenguo. Yani unakuta mtu amekuzengua na pandisha hasira na unataka kufanya action fulani. Sasa labda mimi ningezungumzia tu ile ambalo kweli lilikuwa ni mizenguo kweli, yani ambaye ni kiasi kwamba kama ningefanikiwa kutimiza ile azma ambayo nilikuwa nataka mimi, maybe sasa hivi nisingekuwa hapa. Alafu ningeonekana labda ni mtu ambaye nisihitajika au nisiyefaa katika hii jamii. Yani mimi nilizinguliwa na bibi mkubwa. Yani namaanisha mamangu mzazi alinizaa. Na mzenguo ulikuwa katika ujana, mnajua. Mimi kama kijana nilikuwa na girlfriend wangu, yani mchumba ambaye ndo amekaa pembeni yako hapo siku ya leo. Mna hata jamaa naye alienda makosa, alijua ndo mchuchu yuko huko. Anaumwa, angekuja hapa. Ilikuwaje? Sasa mchuchu yule kuja, si unajua ujana nasema ngoja tuonje tufanyeje, si unajua. Sasa katika kuonja 1 na 2, binti alikuwa anasoma, mimi mwenyewe nasoma. Umeelewa? Sasa binti akaja akapata ujauzito. Umeelewa? Mlikuwa sekondari? Yeye binti alikuwa anasoma ualimu. Sawa. Mimi nilikuwa nyumbani tunafanya mambo sawa, wanipeleke Mweka. Yaani mambo yote yalikuwa Mweka ni wapi huko? Mweka, chuo cha wanyamapori Moshi. Mweka. Endelea. Sasa baada ya binti kupata ujauzito, nyumbani kwao wakamzengua, wakamwambia nenda kwa mshikaji wako ambaye ndo mimi sasa. Mimi nikamwambia binti njoo, umeona? Sasa binti kuja naye nao wakanzengua, mimi wakamwambia vipi, mbona mleta mtoto wa watu? Nikamwambia nimempa ujauzito, kwao wamemfukuza, kwao ataenda wapi, anakuja kwangu. Bi mkubwa akawaka kinoma. Umeona? Akasema sasa sisi tushafanya process zote za kwenda wewe uende shule. Alafu sasa hivi nataka masuala ya sijui kuoa. Nikamwambia sio, nataka kuoa. Nimegusa imekuwa hivi, sasa mimi nafanyaje? Umeelewa? Asa mada iliyoko kule kwao kwa binti wanataka demo wa flash. Umeona? Wanataka flash. Yani atoe. Flash inamaanisha atoe mimba, kutoa ujauzito. Kutoa ujauzito. Umeona? Binti naye akawa kinege akakataa. Umeelewa? Na huku kwangu bi mkubwa naye anasema wewe bana zungumza na wewe binti, mimi niwape hela akatoe. Na mimi nikamwambia bana maze, mimi siwezi hiyo mambo, umeona? Maana kipindi ya nyuma kuna semina fulani zililetwa hapo kanisani za behavior change, yani tukafundishwa madhara madawa kulevya, madawa ya abortion, umeona? Kwa nikawa na huruma fulani ya Mungu, umeona? Nikasema kweli mimi siwezi kushiriki hichi kitendo cha kuua. Inakuwa vipi binti akakaa, umeona? Akajifungua fresh, alafu baadaye masuala ya kusoma si hapo tu, lakini kuliko kukatisha uhai. Kikweli wakunielewa, yani wakawa tu ving'ang'anizi. Sasa hiyo siku ambayo ulizinguana na mamako kabisa, ambayo ndo unaijutia na unawaza kwamba ndo ulivyosema mwanzo, si ndio ama? Asa hiyo siku sasa binti nishaka naye geto siku 2-3. Si unajua mimi nilikuwa sina kazi wala nini. Umeona? Sabi mkubwa anakuja geto kwangu. Anagonga mlango kimeno, anataka amtoe demu kimeno. Umeona? Kimeno ni nini kwa nguvu? Anamtoa kwa nguvu yani. Sawa, Asubuhi sasa hiyo baridi. Alafu anataka amtoe. Umeona? Sasa mimi nikatoka nikamwambia ni vipi? Akanambia toka ndani mtoe mtoto nimrudishe kwao. Umeona? Mimi nikachomoka hapo nikaenda geto kwa wadogo zangu. Nikavuta sime. Umeona? Sime ni nini? Sime ni nini jamani? Panga. Ukavuta panga. Nikavuta paru. Umeona? Nini kilikusababisha uvute panga? Sasa hasira, unataja mchukua mchuchu mpeleke wapi? Wakati ndo mchuchu, mchuchu. Sasa kuvuta panga. Nikavuta simu, nikaenda geto kwa madogo. Nikavuta simu, inaitwa chakula yao ile. Umeona? Nilipovuta sasa chakula yao yani. Chakula yao ni hiyo sime. Ndio sime chakula wenye mbiriri nyingi.
Mbililinyi ni wenye kuzungumza sana. Mboyojo. Sawa. Sasa kuvuta ile natoka na mimi na maasira yangu nimepanic mbaya mbovu. Umeona? Naenda naye speed. Sasa bwana mdogo naye alikuwa amelala, ni aje. Na yeye bwana mdogo ni mdogo wako? Mdogo wangu meme akaja speed, ni aje akaniambia bro bana usije kufanya maseke bana, utakuja umuelewa. Dogo akanyang'anya ile simu, ni aje. Mama watoto naye akatoka kule nje akaniambia nini baba, nikamwambia si masenguzi yani aje, umeelewa. Akanirudisha kule ndani Malavidavi, akanituliza akamwambia cha hasira bana mzee nini. So unaelewa, nikatuliza wengi, si unajua umefika, nikatuliza wengi, ni aje. Lakini sasa kitu mimi ninachojutia, yani hasira huwa hazijengi, umeona. Yani najutia ni ile kugombana maza, unajua ndio ni mzazi, si ndio? Anakukosea kama mtoto, lakini hiyo kitu alinzengua kwa, lakini sasa kutokana amenizengua na mimi sikupaswa kwenda kuchukua simu. Light ingekuwa sio mdogo wangu ningempigia chata, umeona, na kumwaga damu ya mzazi wako amekuleta duniani hapa, sio issue nzuri, umeelewa. Kwa ile kitu ndio bana sasa hivi, yani sasa hivi najifunza nini, yani mtu akinzengua yani kae mbali naye nisimuone nini, ili sije nikafanya kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo na maza relations zenu, yani mahusiano yako vipi sasa hivi? Mahusiano ilikuja ikawa ni fake, kila mtu ashike za kwake. Fake digidie chechu. Yani kila mtu kana shika ya kwake nini. Sema sasa ikaje katokea kuna sister yangu mmoja naye anaishi Moroko. Na akaja akapata majanga yake huko, akalitinyanga huko. Niaje akaletwa Arusha huko. Umeelewa? Hasa katika ile kuzungumzia masuala ya sister, maiti yangu na mimi ikafufuliwa. Kwa nini uliniaje maza nini na nini? Lakini uliomba msamaha na mkamalizana kwa vile baada imefufuka sasa mbele ya wazee utafanyaje? Ambia bana wazee ni kweli bana, lakini sasa mimi shida yangu ni hii, nilikuwa natetea kitu hiki hapa. Ndio mimi ni mtoto na hasira ndio. Lakini sasa nilikuwa natetea nini? Hii kitu isifanyike, na wazee kweli wakanisupport, wakasema kweli umetetea uhai, lakini still wewe ni mtoto, usingepaswa kufanyaje hata kumrudishia mama yako neno tofauti hata kumshikia simu. Umeona? Ijapokuwa mambo yameisha na kwa mzazi ni, lakini ile kitu yani kufanya mambo yani kwa mzazi, yani mimi navuta picha kweli ni pasipo dogo, yani hiyo simu ingepita kama shingoni leo si ningemkosa bibi mkubwa. Na ungekuwa umejuta zaidi. So zaidi yani sasa hivi ningekuwa jela. Unajua ukiua unaenda jela. Na jela. Hapo nafahamu. Sawa. Aisee, asante sana kwa kushare na sisi hiyo story iko deep. Mimi naomba tumpigie makofi kwa sana yani. Kwa vile kwenye story yake amepata kujifunza na kuna vitu vingi ambavyo amevifanya, lakini yeye ni amebadilika hivi sasa. Bana, leo kitu ambacho sijakwambia ama nakwambia hivi sasa ni kwamba tuko na watu wawili special pia ambao wanaweza kuzungumza na sisi kuhusiana na mawili matatu, ambao wana haki na wanafahamu zaidi kuhusiana na mambo hayo. Bana, tuko na Kesia Msuya yuko hapa. Mimi naomba tumuulize, naomba tumpasie microphone. Nataka tu kumuuliza swali moja kuhusiana na kitu ambacho amekitaja brother cha hasira. Kesia yeye ni mfanyakazi wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto katika organization inayoitwa Vision for Youth ambayo ni kwa ajili ya vijana. Kesia, hasira ameitaja brother hapa kuwa moja kati ya sababu ya kumfanya afanye kile ambacho alikuwa anakifanya. Hasira ni nini? Faida zake, hasara zake ni zipi? Faster kabla hatujaenda kwenye break. Tujulishe. Hasira ni kitu yote kile ambacho kinaweza kuchochea, kumpelekea mtu kufanya maamuzi kitu fulani. Inaweza kikawa kibaya, inaweza kikawa kizuri. Hasira, yani mtu kizungumzia hasira, ni yale maamuzi ambayo mtu anaweza kuyachukua kufanya makosa, au saa nyingine mtu hawezi kufanya makosa kwa kutumia hasira. Mtu anaweza kuavoid hasira, lakini kuna wengine ambao hawezi kuavoid hasira. Nikimchukulia kama kaka alivyosema, yeye hasira yake kwenda kuchukua panga paka kwenda kutaka kumjeruhi mama yake. Yani hasira kama hiyo sio kitu kizuri, lakini tunashauri watu kama hao wanakuwa kisikia hasira unaondoka, labda unakaa pembeni kidogo, unatulia, then baadaye unarudi. Kwanza natakuwa ukubali kwamba mimi nilikosea. Sawa, kwenda kumpa binti ambaye ni mwanafunzi kwenda kumpa mimba na mimi still bado nataka kwenda kusoma. Unakubali kwamba ndio sana nilikosea. Na mama pia anavyokuelewesha unashuka kwa sababu ni mtu mzima, anaelewa kitu ambacho wewe unakifanya. Kwa hiyo lazima ushuke ili kuweza kuavoid hasira yako. Kuna hasira nzuri?
Hapana, hamna hasira nzuri. Hasira nzuri ni kama labda mtu amekukosea, unaweza kuavoid hasira yako. Unaweza ukatoka ukatulia, baadaye ukaja ukamwambia bwana umenifanyia ABCD mimi sijapenda. Hiyo unaweza pia ukaavoid. Na ile labda mtu amekwambia wewe huwezi fika popote, una uwezo wote, alafu ukapata hasira ama sijui ndio inaitwaje? Ukaamua ufike. Yaani mtu kuniambia mimi siwezi kufika mahali popote pale, hiyo ni dharau. No. Wewe sasa baada ya kuambiwa hivyo ukaamua kuhangaika ukafika kweli. Kile kitendo cha kuhangaika kwa sababu umeambiwa vile na unataka umprove sivyo. Ile nayo ni nini? Sio hasira labda ya furaha. Ile ni hasira. Hasira yako unaichukua wewe kutaka kufanya kitu fulani, kuleta mabadiliko kwamba mtu aweze kuamini kwamba mimi naweza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo ni hasira nzuri. Hasira nzuri. Kwa hiyo kuna hasira nzuri ambayo inapelekea mambo mazuri. Inapelekea kufanya mambo mazuri. Sawa, asante sana. Bana, tulikuwa na wewe kwa muda wa dakika 18 takriban na tutaendelea kuwa na wewe baada ya break, lakini kwa sasa tunaenda kwenye ka break kafupi afu DJ anatujam kidogo. Na tutakaporudi tutaweza kuzungumza kuhusiana na sheria inazungumzaje kuhusiana na kuzinguliwa kwetu. Bana, woyo! Asante dada. Mimi dada namkubali kichizi. Mpigeni makofi basi kidogo. Karibuni sana katika sehemu ya pili ya Niambie. Watu wote semeni oyo. Bana, kukukumbusha tu tupo ndani ya Arachuga, Arusha. Kuna watu kutoka Ngarenaro hapa. Hebu oyo. Kuna wale daraja 2 ni aje? Au sio? Kuna Wasakina hapa. Safi sana. Kuna mmoja ama wawili wanatoka Usariva. Msaidieni huko mbali haya. Wa Usariva oyo. Safi sana. Bana, nimejitahidi sana kwenye kupatia majina ya maeneo ya Arusha. Tupo katikati ya Afrika Mashariki na tunachozungumzia ni ukizinguliwa unafanya nini. Nikiwa nimejiandaa na jinsi yangu mkatiko. Arusha Wachuga naita jinsi mkatiko. Yaani jeans kibana matumizi? Kibana matumizi, jeans hizo katika. Kwa huko na nini za Kanye West nini? Sema sisi tunajiuliza watu Magufuli du. Alafu tunazichana. Bana, sasa hivi tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na sheria inasema vipi. Kuna kaka hapa ambaye nilimwambia yani mimi na mwanawe yani nilimwambia mwanawe yani mwanao nini namna gani vipi? Mimi naomba apewe microphone ajitambulishe. Alituambia anafanya kazi kwenye kilimo. Lakini mimi naomba sasa hivi ajitambulishe, lakini atakapojitambulisha tusiogope, tumpe oyo. Yupo tu. Karibu Barnabas. Asante. Kwa jina mimi naitwa Barnabas David Mwakalukwa. Nani? Mimi ni mchambuzi wa uhalifu nchini. Vipi, mbona mseme oyo tena? Oyo. Sawa. Au tunaweza kuita afande ama? Ukiniita afande sio mbaya, lakini pia ukiniita polisi jamii itakuwa nzuri zaidi. Au vipi? Safi sana. Hiyo ndo surprise ambayo tuko nayo, lakini tuko na surprise nyingi zaidi ambazo zitakuja. Yeye ni afande, lakini yeye ni polisi jamii na ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na vile vile amekuwa na uwezo wa kuungana na sisi siku ya leo na kutuchambulia zaidi, kuzungumza na sisi. Sio zile za kukamatana barabarani na kufukuzana, hapana. Hii leo ni ya peace zaidi. Sasa mimi naomba utuambie sheria inasemaje kuhusiana na kuzinguliwa. Unapozinguliwa ukareact au ukajibu. Kwanza kabisa ukizinguliwa lazima ujue kitu gani kinasababisha unazinguliwa. Kwa hiyo watu wengi sana huwa wanapenda sana kushughulikia dalili za uhalifu badala ya kushughulikia vyanzo na kini cha uhalifu. Na inaonyesha wazi uhalifu una sababu nyingi sana, na hii sababu ni mwingiliano wa tabia mbalimbali za yule anayezinguliwa na yule ambaye anazingua na mazingira ya kuzinguliwa.
kwa kisheria tunasema hivi, tabia au mwenendo wa mhalifu, pia tabia au mazingira ya anayetendewa uhalifu, yani mwathirika wa uhalifu, pia na eneo linalofanyiwa uhalifu. Kwa mfano, kwa mifano michache niliyoona waliotoa hapa, kwa mfano kuna mtu alizinguliwa na mama yake. Kisa tu yeye amempa mimba binti ambaye ni mwanafunzi. Ndio. Sasa sheria ipo ambayo inakataza kwamba mkiwa mnasoma shule, ukiwa chuoni, hutakiwi kufanya mambo ya mapenzi. Kwa hiyo ukiukaji huo wa maadili sasa ndio tabia, unakwenda kukinzana na sheria. Lakini mzazi naye kama alivyosema alikuwa amechelewa. Nasema kwa nini? Kwa vile amechelewa. Sheria inakataza kwamba mtu asiweze kumpa mimba mtoto wa shule. Na mtoto wa shule naye akakubali kupata mimba. Inaonyesha kwamba hapo wote wawili ndio wanafunzi. wote ni wawili. Kwa hiyo hapo malezi ndio ile tunasema sababu. Yaani zile viini na vyanzo ni kwamba malezi mabovu. Kwa hiyo wamechelewa. Sasa sheria inakuja, kutoa mimba ni kosa. Kwa hiyo pale mama naye anakosa kumwambia mtoto wake atoe mimba. Kwa hiyo kaka amefanya kitu kizuri kidogo kutetea haki ya kiumbe ambaye hajazaliwa bado. Nisikilize. Wazazi wa pande mbili zote, kutokana na mfano aliotoa kwamba wataka kwamba watoe mimba ya yule mtoto. Kutoa mimba ni kosa la jinai. Kwa hiyo wale akina mama tayari ni wahalifu kwa upande mwingine, japo walikuwa hawajaonekana, hawajakuwa reported. Lakini huyu kijana wa kiume ambaye alikuwa anakataa kwamba asitoe mimba, yeye alikuwa ni mtu mzuri, ni shahidi mzuri. Hata kama angeweza kuripoti polisi, tungeweza kuwakamata wale akina mama na wale wazazi kwa tendo la kufanya nini, la kutoa mimba. Lakini huyu kijana pia naye ametenda kosa la kumpatia mimba. Sasa angalia gravity ya kosa. Lakini sasa haya nilioongelea, tunasema hizi ndio viini na vyanzo vya kutokea uhalifu ambao ungekuwa ni mkubwa, mauaji. Kwa mfano angetumia simu, angempiga mamake, angesababisha mauaji ambao ni kosa kubwa. Kwa hiyo sisi watu ambao tunachambua uhalifu tunasema hivi, haya mambo madogo madogo yanaweza kusababisha mambo makubwa. Kwa hiyo tunaiasa jamii kwamba kwa mfano chanzo hapo kimoja, unajua nini? Chanzo cha kutokea labda ule ugomvi, maana tunaita domestic violence, yani ugomvi wa kifamilia wa yeye na wazazi wake, kwa upande wa kiume na kwa upande wa kike, umetokana na nini? Unajua ni tamaa ya mwili tu. Sasa vijana, tufanyeje ili waondokane na tamaa ya mwili kabla hajafikia kipindi cha kufanya nini, kuingia kwenye mambo ya kingono? Hapo ndo tunaona umuhimu sasa wa kuanzisha program za kuelimisha vijana, elimrika. Tunawahamasisha vijana waingie kwenye michezo labda ya sanaa. Hii itaondoa ile miemko ya kuwa na tamaa ya kimwili, na pale watapata elimu ya kuweza kuzuia makosa makubwa kama hayo mauaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa sheria, sheria inasema hivi, au tuseme unapotaka kuzuia uhalifu kuna mambo kama makuu matano ambayo ni muhimu. Jambo la kwanza ni kutoa elimu. Sasa elimu tunaweza kuwapata vijana, kwa mfano mnavyokutana nao sasa hivi, tukitoa elimu ya vijana kwamba sijihusishe kwenye mambo ya kingono kabla ya umri kufikia kiasi ambacho watapelekea kuzinguana na wazazi. Lakini pia kuna usimamizi wa sheria, kwamba walimu wanahakikisha kwamba wanasimamia sheria vizuri, kuwadhibiti wanafunzi wasitoke ovyo ovyo kuanzia nyumbani, maana mpaka anatoka huyu, inamaanisha kwamba usimamizi wa sheria pale haupo. Na tunaposema usimamizi wa sheria, hatunamaanisha usimamizi wa sheria wa upande wa polisi tu, usimamizi wa sheria wa familia. Je, watoto wako unawaruhusu kutoka ovyo ovyo? Unawakaripia kufanya mambo yasiyofaa? Kwa hiyo hapo sasa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho tunasema kuwajengea uwezo na kuhamasisha na kuwaelekeza kwamba hayo mambo hayafai. Sasa hayo wanaweza kupata wapi hiyo elimu? Watapata elimu hii kwa kupitia, kama alivyosema kwamba iliwahi kupita kule kanisani kwao, wakaelimishwa na ile behavioral change, mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo vitu kama hivi vikifanyika inakuwa ni nzuri sana. Lakini Barnabas, samahani nikukate. Ndio.
kwa mfano sawa, nimekutwa na hasira, Ndio. tuachane na kisa cha kijana, nimekutwa na hasira, Ndio. nikaamua tu kwamba mtu amenikera, Ndio. nikapata hasira, nikamvunjia chupa kichwani ama Ndio. vipi? Je, sheria ina consider ama sheria inaangalia hasira yangu? Je, sheria itanifeva ama itanionea huruma kwa sababu nilikuwa na hasira, ama sheria itanijibu vipi mimi kulingana na hasira zangu? Labda kwanza nikwambie, kukamilika kwa kosa la jinai iko hivi. Kuna kitu kinaitwa motive, yani nia ovu ya kutenda kosa. Na pia hiyo haiwi utetezi kwamba nilipata hasira ndio nikaamua kumpiga sime. Hata wakati mwingine tunaeleza kabisa. Kwa mfano, mtu mwingine anaweza kaamua kumuua kisa tu mtu kamkuta na mkewe. Sasa ile kujitetea kwamba nilipata hasira sana, kwa hiyo ile nikaamua kumuua, haitakuwa kinga. Lakini wakati mwingine tumeona mahakama zikitoa kama kwa mfano provocation, nasema mtu alihamaki na hapo labda kiwe labda una kisu hapo ndo mchome. Lakini unaenda kuchukua kisu, unakwenda kuchukua sime nyumbani, tunaamini kwamba pale unakuwa na muda kufanya wa kupata yani. Kwa hiyo sheria ya Tanzania inaangalia hasira ama? Sheria ya Tanzania haiangalia hasira, sio kinga kwa kufanya uhalifu. Sawa. It's not an excuse. Hata kutokujua sheria sio kinga. Sasa iwe hasira. Ukishafanya kosa la jinai, moja kwa moja utakamatwa kwa kosa hilo na upelelezi utapatikana, utapelekwa mahakamani. Kwa hiyo mtu asije akasema kwamba labda kwa mfano kulipa kisasi. Maana kuna makosa mengine yanatokana na kulipa kisasi. Kulipa kisasi hakiwezi kusaidia kama kinga. Kwa hiyo hasira haisaidii. Kwa hiyo alichokisema hapo Barnabas, asante sana Barnabas kwa kutufungua macho. Hebu na masikio pia. Alichokisema ni kwamba hasira zako basi polisi hazitazitambua. Na unapokutwa na hasira alafu kaamua kufanya fujo, mtu anayekufuata baada hapo nani? Ni polisi, si ndio? Kwa hiyo polisi hatambui hasira zako na vile vile hatambui kisasi chako. Bana, kama kuna maswali mawili matatu hivi kwa Barnabas kabla hatujaenda kwenye cypher. Huyu kaka tuanze naye hapa. Naitwa Justin Mkata. Alikuwa anatajia mambo 5 ya kudhibiti sheria. Sasa ameishia namba 3. Ningeomba amalizie kabisa. Sawa, asante sana. Naomba umalizie yale mawili. Alafu turuhusu swali la mtu mwingine. Kwanza kabisa nilikuwa napenda kumwambia kwamba sisi polisi hatupendi kuwakamata watu. Hatupendi kusubiri mtu ameua. Hatupendi kusubiri mtu amefanya kosa. Kwa hiyo tuna mambo kama makuu 5 nitamueleza kwa kifupi zaidi na nitamtotolea ufafanuzi. Jambo la kwanza tunasema kwamba lazima tusisubiri kufanya makosa yatokee. Kwa hiyo sisi tuna mambo makuu 5 ya uzuiaji wa uhalifu. Jambo la kwanza kabisa ni elimu. Lazima tutoe elimu ya kuzuia makosa. Yani education for crime prevention. Yani lazima sisi sote tunatoa elimu kwa wananchi wote waweze kuzuia makosa kabla ya kutokea. Lakini pili, tunasisitiza usimamizi wa sheria, kwamba sheria zikisimamiwa vizuri kuanzia mashuleni na sehemu zote za kazi, tunaamini kwamba makosa hayawezi kutokea. Enforcement of the law. Enforcement of the law. Kama pale shuleni kwenu, kama wanafunzi wanafika pale simu haziruhusiwi, sijui labda kutoka nje ovyo ovyo, wote ile ni usimamizi wa sheria. Kwa hiyo sio rahisi makosa mengine kutendeka. Na jambo la 3 ni kwamba kuna umuhimu wa kufanya uhamasishaji na uwezeshaji. Tunasema encouragement and empowerment. Lazima tuwawezeshe wanafunzi vijana kama nyie ili muweze kuepuka kufanya uhalifu. Kwa hiyo uzuiaji wa uhalifu ni muhimu. Hatusubiri watu wametenda uhalifu na kupambana na uhalifu kwanza kukamata. Haitusaidii. Kwa hiyo tunawawezesha vijana muepuke kutenda uhalifu. Na tunahamasisha namna gani? Ndio hiyo, kwa mfano kuambia mfanye michezo, youth and sports, mkifanya na mambo mengine. Pia tunawaelekeza mambo mazuri namna ya kufanya kuepukana na hizo hasira. Maana hasira hazilipi. You can be patient na ukasubiri. Kwa hiyo kitu kingine ambacho ni kingine tunasema miundombinu, yani engineering. Nyie kwa mfano watoto wa kike wanabakwa. Sasa tunaweza kuelimisha namna gani usibakwe. Kwa kutumia to harden the target. Namna gani tusibakwe kwa binti ama? Kwa binti, hata kwa unajua mwanaume tunasema tu abakwe, lakini mwanaume anaweza kabakwa. Kwa vile tu sheria imemuonea huruma mwanamke kwamba ndio anayebakwa, lakini kuna wanawake wengine wanaweza kumfanya, ila tunasema sasa nini? Anakuwa amemdhalilisha yule kijana. Tunabadilisha neno. Lakini kuna mtu anaweza kumlazimisha mwanaume afanye jambo ambalo yeye
hakutegemea. Sasa tunaposema mazingira ni kwamba nini? Tunakuwekea mazingira yapi? Uvaaji wa nguo, namna ya kutembea barabarani wakati wa usiku, usitembee kwenye giza. Tunawaambia mamlaka nyingine ziweze kufanya nini? Zijenge, ziwe na taa, mitaa ipitike, kuwe na entrance. Kwa hiyo ni vitu vinne nimeshataja, si ndio? Cha tano ni utayari wa kushughulikia matatizo. Yaani kabla tatizo hajatokea uwe na utayari wa kushughulikia tatizo. Kwa mfano kama huyo tatizo lilikuwa limetokea, kampa mimba mtoto wa mtu. Sasa ule utayari wa kushughulikia tatizo lile la mimba ilikuwa ni pande zote mbili. Yule binti na huyu mwanaume. Na swala la kupelekana polisi au wapi wakati mwingine haitokei, na sio kesi zote zinafika polisi. Kwa mfano kama hiyo naona ikifika polisi. Lakini ningemuuliza swali, je, walishughulikia namna gani hilo tatizo? Si ajabu walioana. Na baadaye wakaenda shule. Wameoana na sasa hivi wana mtoto. Sasa kwa hiyo sasa ile inamaanisha kwamba nini? Yule ambaye alikuwa tayari kushughulikia tatizo ni yule wa kiume. Mtoto wa kiume alikubali kwamba amefanya kosa na akasema hata baadaye tutaenda kusoma shule. Kwa hiyo nao tayari kushughulikia matatizo ni muhimu sana. Kwa hiyo umeona hapo kwamba ukiona tayari kushughulikia matatizo, lile swala kusimamia sheria kupelekana mahakamani linakuwa limepotea. Kwa hiyo mambo hayo makuu matano ni ya muhimu sana. Sio, umenielewa? Asante sana. Makofi kwake tafadhali. Kama kuna maswali, natoa nafasi kwa swali moja tu, moja la mwisho. Tuchague mwanadada ama tuchague? Bora tuchague mwanadada. Nilikuwa nataka huyu kaka, lakini wacha tumpe nafasi dada pale. Sasa mimi nilikuwa naomba kuuliza hivi. Je, hao polisi jamii ambao wanazunguka maeneo ya Shivazi Mrino huko usiku kamata wanawake na kuwapeleka ndani, alafu istoshe wakiwafikisha kituoni sio kwamba wanapelekwa mahakamani, wanawahoji na kuwanyang'anya hela na wengine kuwafanyia ndivyo sivyo. Ina maana kwamba kama na wenyewe wanahitaji hiyo kazi ya uchati, kwa nini wasijiunge kule na wenyewe wakawa wachati kama wachati wengine kulikuna wanaenda kuwafanyia wenzao hivyo? Kazi ya uchati ni nini? Jamani, kazi ya uchati ni nini? Ya kufoseli. Ya kufoseli. Foseli, ya kufoseli. Ndio hiyo. Sawa, tuendelee. Foseli ni kama 60% ikipunguzwa hivi inaitwa nguo foseli. Aha. Labda niwaambie kitu kimoja. Tunapoongelea kwamba polisi jamii, tunasema kila mmoja ana haki ya kushughulikia uhalifu. Yaani tunasema a police is a public and a public is a police. Yaani police is the public and the public is the police. Hawa polisi jamii wakiwakamata watu, sisi hasa wanawake na hawapeleke mahakamani, yaani wanafanya kitu ambacho ni kinyume na maadili ya jeshi la polisi au kinyume na maadili ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo swala la rushwa hapo ndo linaingia kati. Na rushwa tunasema ni swala mtambuka. Kwa hiyo jeshi la polisi linapiga vita rushwa na lina maadili yake. Kwa hiyo hawa wanakwenda kinyume na utaratibu. Lakini jeshi la polisi limetoa nafasi ya kuwa kama kuna malalamiko yote ambayo mnaona utendaji wa kazi wa polisi sio mzuri, unaweza kuripoti kituo cha polisi kwa mkuu wa kituo au kwa OCD au kwa RPC, hata kuripoti makao makuu ya polisi. Na sio hivyo tu, unaweza kwenda zaidi ya pale. Unaweza kwenda kwenye vyombo vingine vinavyohusiana na maadili. Unaona kuna vyombo vya maadili. Kwa mfano leo unaweza kuambia nimetembea na kitabu kama hiki. Kinaeleza muongozo wa polisi anavyotenda kazi. Na hiki kimetolewa na tume ya maadili. Na tume ya maadili ni taasisi tofauti kabisa na jeshi la polisi. Kwa hiyo tunasema si polisi hatuko juu ya sheria. Na tunaweza kusema kwamba hivi, labda mnisikilize. Ukiona polisi wana tabia mbaya au ukiona polisi jamii wale ambao wanafanya kazi za polisi na wana tabia mbaya, inamaanisha kwamba jamii ya pale ina tabia mbaya. Uongo kweli? Kivipi? Inamaanisha hivi. Kwa nini wale wanakamatwa? Inamaanisha wamefanya makosa na wanakubali kutoa rushwa. Kwa mfano kuna jamaa yangu hapa ameongea vizuri sana. Yaani yeye alipoona kwamba anazinguliwa na polisi akaamua kutoa zile shilingi 30. Na alipotoa shilingi 30 akamwambia nataka na wengine watoke kwa kutumia hiyo hela. Polisi yeye naye akaingia nini? Tamaa. Unaona? Kwa hiyo inamaanisha kwamba nini? Kosa hapo ni la pande zote mbili. Ndio maana tunasema kutoa rushwa na kupokea rushwa kote ni makosa. Na kama polisi kama asingekuwa anapewa rushwa, yule anayetoa rushwa akatae, nafikiri polisi hawezi kuendelea kudai rushwa. Ila sasa kuna kitu kimoja ambacho tunasema kwamba ni cha pande zote mbili. Inatakiwa polisi aelimishwe maana
na hasara ya rushwa, na yule pia mwananchi naye elimishwe maana ya hasara ya rushwa, na akubali sheria ichukue mkondo wake, abaki pale kituoni, abaki pale mahakamani mpaka kama atapelekwa mahakamani apewe, hata kama ataumia akubali kuumia mpaka siku ya mwisho ili haki itendeke. Lakini anapotaka kupata ile tunasema nini, yani anataka kupata ule mwanya ili asitendewe haki, anatoa pesa alafu anakuja kulaumu kwamba polisi wabaya. Hapana, ni yeye mwenyewe anayetoa hiyo pesa. Kwa mfano ile shilingi 30 itakiwa arudishiwe, kuna kitu kinaitwa PPR, yani prison property receipt. Yani inatakiwa wewe unapotoa hizo zile shilingi 30 ziandikwe alafu rudishiwe. Sasa unapokubali kwamba wacha zibaki, inamaanisha kwamba wewe tayari ndio una solicit wale polisi wapate hiyo pesa. Kwa hiyo mimi nasema hivi, kweli kabisa. Kwa hiyo nasema hivi, kama wewe umekosea, umeiba, kubali uende mahakamani, lakini usidili na vitu vingine. Usitoe rushwa. Maana kama ukuiba, tunasema hivi, mahakama, mwendesha mashtaka, polisi ni vyombo vitatu ambavyo havitegemeani. Kwa hiyo haki yako utapewa. Na tunasema hivi, muathirika na anayetenda uhalifu lazima haki igawiwe. Unapokuwa wewe mhalifu unatoa rushwa na muathirika atoe rushwa, inamaanisha kwamba haki haitendeki. Kwa hiyo kutoa rushwa ni kosa kwa pande zote mbili. Barnabas, umetisha sana. Asante, makofi kwake. Bana, tuna mambo mengi ambayo tutaendelea kuyazungumza kupitia Niambie, na hope kwamba umebeba mawili matatu. Tuko ndani ya Arusha kupitia mtandao wetu wa Facebook, yani www.facebook.com/Niambie-TZ. Tuko na comments kadhaa ambazo zimeingia midai. Kuna Nyange Shebi Nyange wa Sakina Arusha. Ni aje sio Sakina, anasema yani nikizinguliwa huwa najitoa kwa hao raia wanaonizingua. Alafu naomba Mungu hiyo hali isijirudie. Ni hivyo tu. Asante sana kwa comment yako. Gregory Kilise wa Soko Kuu Muleba anasema mie najitoa kwa huyu aliyenizingua kuepusha shari. Asante sana. Mushi James anasema nakausha, maana unaweza kuta na kuzingua ndo hivyo tena kijibouncer. Rashid Batum like hey. So inabidi uwe mpole. Alafu pia Grace Lamosai kutoka Boko JKT anasema mimi nitapotezea, haina haja ya kulumbana, nikiwa mstaarabu tu na kufuata yako. Safi sana, asante. Owen Philip anasema nafanya tathmini juu ya chanzo cha kuzingua, natoa hitimisho, yeye anatokea Tanga. Alafu pia Erasmus Malamsha anasema yeye pia anatokea Handeni huko. Anasema mimi inategemea na mazingira niliyozinguliwa. Kama yanaruhusu nitazingua, ila kama hatoruhusu basi nakwepa au nasepa tu eneo la tukio. Alafu Johnson Lues anatokea mkoa mpya wa Songwe. Yeye anasema nikizinguliwa nasamehe. Asante sana kwa comment yako. Alafu pia Vincent Ramadhan anasema kwa vile dawa ya moto ni moto, naye namzingua, lazima na yeye akipate, ila kwa kuangalia umri inawezekana anayekuzingua ni mzee. Kwa hiyo inakuwa kesi. Asanteni sana kwa comments ambazo mmekuwa mkizituma kupitia Facebook. Unaweza kaendelea kutuma comments zako kupitia Niambie ya Facebook, kupitia Twitter ni @Niambie-TZ, kupitia Instagram @Niambie-TZ, au kupitia 0689222110. Join na sisi, zungumza na sisi kutoka Arusha hivi sasa. Hebu tuma ujumbe wako basi na sitausoma. Bana, tutakuwa na mengi baadaye, lakini kwa sasa tuko na Queen V pamoja na surprise. Karibuni kwa ajili ya Cypher. Kuna mtu ana hasira hapa ndani? Sio, ndo asi. Wote mko mzuka. Mko mzuka. Sasa mbona mseme tena kama mko mzuka? Mama homa kikuzingua. Mama homa kikuzingua. Mama homa kikuzingua. Temarana. Mama homa kikuzingua. Mama homa kizingua. Mama homa kizingua. Eja, hii ni dunia. Akikupiga kushoto, kumbuka na wewe unakulia. Hebu kijana, kaa chini pia na uanze fikiria. Sijasema mrudishie, maana itakuwa ubondia.
duniani kuna mauzi. Unajisikiaje unamshona mtu ngumi mpaka anashonwa nyuzi? Ni nini mbona unakuwa ni upo uzi? Yo, hasira asara, akili ni nywele, ila kumbuka pia ni ruksa kunyoa kipara. So kijana unapata wapi muda kupoteza? Yo ni hasara, basi si bora ungefanya biashara. Tafuta wejala, fanya misaara. Kwenye V, hebu wape kabla ujanivia flow kalusha zisoma kwa sira snitch nafua kweli ngoma watakoma. Check flow send slow sira sara kwangu no mic bila mimi hakuna business mjini bra. I hope we got ourselves a gun. It's like 9mm when the bust my rhymes. Jomi fantastic, kila kicheka sarcastic, laugh na yosho plastic, unaniteta utabasti. Pasto ni kali mitosho hatari midele na smiley habari si yashendo mali kupita mahali sisubiri zali vikali vina. Just nicho na panda na mori, niko spiti na panga magoli, niko siti na wanda sishuki na panda riziki na panga flohi. Subiri ni kupe, flow zimekauka subiri ni vunje, nikicheka subiri ni nune kadoni mekota subiri ni kupe. Subiri ni vunje, flow zimekauka subiri ni kupe, nikicheka subiri ni nune kadoni mekota subiri ni kupe. Unamzingua maza jua tu ni hasira, unamzingua maza jua tu ni hasira. Polisi kita unawazingua ni hasira, polisi kita unawazingua ni hasira. Fikiri kijana, hebu pambana, muda umefika sasa, hebu tuanze kuchana mana. Akili ni nywele, ruksa kunyoa. Basi tuseme mbaya tutaki kokote tulipo kijana, weka taswira, hebu tukumbuke basi nikufanya nira. Hii ni hasira flow na niambie show. Hii ni hasira ndani niambie show. Hii ni hasira flow ndani niambie show. Hii ni hasira flow ndani niambie show. Hasira flow ndani niambie show. Hasira flow ndani niambie show. Hii ni hasira flow ndani niambie show. Hii ni hasira flow ndani niambie show. Sira mafanikio. Siri ya mafanikio siku zote ni kupambana, cha msingi inaongeza mbio, sijali hata wakisema changamoto ni nyingi, uswazi hapa kaliki, mananyaso na njaa bara hadi rafiki. Moja umeficha mengi ni ngumu ku express, kila ninachofanya kigomo na sija pia sivyo ninapo. Mikopo imekuwa makopo, soma alijui darasa na jiwa nasa za haijalishi kipi ambacho bisina. And how I wish ndivyo jinsi navyokwenda kuwa kila siku na pambana kusudi tupige hatua. Mungu ndo mtetezi kwa tumlezi atuachi dua, kila siku na kurupuka na siji. Hasira flow, hasira flow ndani niambie show. Hasira flow ndani niambie show. Hasira flow ndani niambie show. Hini hasira flow, hini hasira flow, hini hasira flow, hini hasira flow ndani ya niambie show. Ebane, wote semeni yoyo. Tumetoka kusikia bonge moja la Cypher kutoka kwa Queen V na mwingine mshikaji wake. Unaitwa nani vile? Opta. Ebane, tumetoka kusikiliza bonge moja la Cypher kutoka kwa Queen V pamoja na Opta, au ni machalia ara ambayo anatisha huko Arusha sana. Na tuko na mambo mengi sana ambayo yanaendelea kupitia Instagram @niambietz. Umetutumia comments kadhaa, ngoja nizisome. Kuna Eliud Samuel kutoka Mbeya. Anasema binafsi nikizinguliwa huwa namwangalia kwanza aliyenizingua anaonekanaje. Kama tuko sawa basi lazima na mimi nimzingue vile vile. Ila sema akiwa mkubwa basi nabaki tu kujisemesha ovyo ovyo. Alafu David anasema nakosa furaha yangu pale mtu anaponizingua kwa kitu ambacho sijafanya. Kiukweli naumia sana lakini kama kweli nimefanya acha tu anizingue Arifu. Alafu hapa anaitwa Murshid Kika anasema na yeye anazingua akizinguliwa. Tuko na mengi sana ambayo yanaendelea. Usikose kuendelea kututumia ujumbe wako. Tunaenda kwenye break fupi, lakini tutakaporudi tutazungumzia ni mara ngapi tunaona kesi za ajabu mitaani kwetu? Ni mara ngapi tunaona fujo? Hizi fujo kwa nini tunaziona? Sikose. Japo hasira hasa hii kulijua
kupenda mwingine hisia zangu kutambua, ulipenda vidogo ukashoboka na modo, mbali huku angalia kuruka kwa mkizi, furaha kwa mvuvi, penzi letu likawa kama bongo movie, mara ghafla binivu ukawa mlevi, siku 2-3 kwenye beni na kufuma, eti unadu kumbe unabuu, ulinitia hasira nusu nikupige visu, ila nikapotezea moyoni sina bifu. Ulimtia hasira nusu kupiga visu ila kapotezea. Kwa sababu nini moyoni? Sina beef. Moyoni ana beef, yuko fresh. Bana, huyu alikuwa ni Teddy. Leo bana, kitu ambacho kimetokea, kawaida kila mkoa tunaoenda inakuwa ni shida sana kupata wadada wanao rap. Lakini kilichotukuta Arusha ni kwamba wanao rap ni wasichana ambao tumewapata zaidi ya wavulana ambao wako ready kufanya. Tuko na surprise tena itakuja baadaye kidogo, lakini kwa sasa unaweza ukaendelea kututumia ujumbe wako kupitia 0689222110 ama kupitia Facebook unaweza ukatusearch niambie na kutuma ujumbe wako vile vile, kupitia Twitter @niambie_tz, kupitia Instagram niambie_tz vile vile. Lakini kwa sasa mimi naomba tuzungumzie nani hapa amewahi kuona vitendo vya uhalifu, amewahi kuvishuhudia. Yaani kwamba umewahi kushuhudia kitu kinatendeka ama kitu kama iko yani kwenye jamii yetu. Nani amewahi kushuhudia mtu anazinguliwa alafu ana react na yeye, au mtu anazingua? Mimi nataka mmoja wenu hapa anihadisie story faster. Nasubiri mikono. Safi sana. Tutajie jina lako, kutokea wapi, alafu tuelezee story. Kwa jina naitwa Pregodi ama wengi wanapenda kuniita Pimani. Kitaa kwetu yani kuzinguana ni jambo la kawaida, ni tumeshazoea. Kwa hiyo nimeona mizingo mingi, ila ngoja nikutajia size ya kati maana polisi yupo nikitaja kubwa. Wala polisi leo tumeamua naye kwamba hayupo kazini kwa sasa. Hayupo kazini. Kwa hiyo polisi hakukamati wewe hadisia tu. Kama vipi usimtajie kitaa ili asijue. Hawezi jua maana kitaa chetu wenyewe inaitwa Kazamoyo. Umeona Ipo pande za Sekei. Kitaa hiyo mara nyingi kuna vibaa fulani vidogo vidogo vinaitwa baya banana. Yaani kule tunapiga banana. Mnajua banana Banana ni nini? Ndizi, yani kuna ndizi fulani inatengenezwa inaiko kwenye chupa. Banana whiskey. Ni pombe ama ni juice? Ni pombe na kilevi, ila ni juisi ya maninja. Umeona bana? Sawa. Kule yani nimeona mambo ni mengi yanatokea, watu wanazinguana. Juzi kati tu kuna watu walikuwa wamerushiana maneno 2-3. Jamaa alikuwa klabu kwenye hiyo kinani, naweza tukasema kigrocery cha kienyeji. Walikuwa wanapiga 2-3 1-4. Umeona Sasa amepiga akawa zile tilalila 2-3. Umeona? Akati anapiga sasa kumbe hajaacha hela matumizi nyumbani. Umeona Mke wake akamuibukia mpaka pale. Wacha. Mke wake akaanza kumletea shida. Yaani unakuja kupiga huku banana alafu yani nyumbani hujaacha hata jero. Umeona Msela akawa sasa si unajua amekaa na masela wengine itakiwe msela uaibishwe. Umeona Unakaza kiume. Akawa amemwambia ni usinizingue sepa huku umefuata nini? Umeona Yule manzi sasa kumbe alikuwa amevaa suruale. Umeona Akaamka akaanza kumkwida. Umeona Kumkwida ni nini? Yaani alimshika kwanza akapana mpaka nje mlangoni. Umeona Uzuri wa pale mtaani auokolewi. Unacho kwanza 2-3 mpaka damu itoke ndo watu wanakuokoa. Umeona bana? Wako wamerushiana pale. Sasa ikaonekana jamaa afya nyingi imepotelea kwenye banana. Msichana alikuwa anamzidi kidogo. Wakazinguana. Jamaa mwingine wa hapo rafiki yake ule msela akawa anaokoa. Kuokoa ile bifu, ule msichana akahamisha kutoka kwa bwana wake mpaka kwa anayeokoa. Akamwachia, akaingia kwa anayeokoa. Akaanza pale kuleteana shida. Umeona Sasa pale ikatokea amna kuokolewa. Umeona Mpaka mwenyekiti anakaa pande za hapo nyuma. Mwenyekiti ndo akaja na akazuia pale na polisi jamii. Yaani wale wa mtaani tunaitaga polisi jamii. Wakaweka kati. Sheria pale mtaani ni 70 ukizingua.
Ndio unapigwa hiyo 70. 70 ni Fimbo. Ndo ile nikiwa pili alikuwa anaongelea, ndo anatokea huko, si ndio? Mimi ndo naongea 70 pale. Mona Sawa boss. Wakaekwa pale kati ile nani, wakawa wamefungiwa ndani kwenye baa. Sasa wote wale walikuwa wanakunywa, maana ilikuwa ni saa 6 na iruhusiwi kunywa pombe pale mtani saa 6. Wakaekwa ndani wote, wakapigwa zo 70, wakapita hivi. Sasa wakawa wamejifanya kurudishia mlango wa baa, maana hairuhusiwi kuuza. Mwenyekiti waliposepa, watu wakarudi wakaendelea na 2-3. Ndio wamezingua, yani pale mizingo ni mingi. Yanatokeaga sana. Ndio maana Kazamora. Asante sana kwa msaada wako na kushare kuhusiana na 70, japo umenishushua lakini hamna shida. Mimi sichopo bana. Bana, kuna mdada yoyote ambaye ana story mtaani kwake, visa ambavyo vinatokea mtaani kwake, amewahi kuona watu wanazinguana? Huyu hapa alovaa top ya green, huyu anamuwaza lakini anashindwa tu kunyoosha mkono, ila anawaza kisa hapo. Hebu mpatie. Unaitwa nani, kutokea wapi na ni kisa gani? Naitwa Mwanaidi Abdalla. Mzingo wangu ilikuwa hivi, ilikuwa siku ya Christmas hapo hivi mtaani. Kuna jamaa fulani hivi, yani ni kwamba walikuwa wanadaiana hela na mtu. Kwa hiyo katika ile kudaiana hela pale, yule jamaa yani kwamba anamdai chaji yake fulani hivi. Sasa katika ile kudaiana pale, wakaanza kugombana, naomba hela, wakaanza kugombana, naomba hela. Baadaye yule ambaye alikuwa anadai akachukua jukumu la kufanyaje, akachukua kisu, anataka kumkata. Katika ile kutaka kumkata, watu ndo wakaja pale wakaanza kuamua. Bahati nzuri au mbaya, yani huyo ambaye anadaiwa mama yake mdogo akaiko pale vile. Katika ile kuamua, yule mwenye kisu akamkata yule mama yake mdogo, na yule ambaye anamdai akamkata yani mkono, kidole gumba hichi kake amekata yeye. Amekatwa pale. Kwa hiyo unajua mambo yale wa Masai, nasame amemkata. Sasa unajua mambo wa Masai wanataka yani kuna ile sijui ng'ombe, sijui mbuzi, sijui kondoo, umeona. Kwa yule ambaye amemkata akamwambia, wakapanga huko sijui ratiba zao za kilugha, sijui kinali Masai, wanatakiwa atoe mbuzi. Katika ile kutoa akaambiwa atoe mbuzi. Alipotoa mbuzi, kwa hiyo akaanza kupiga tena mahesabu, anatakiwa atoe matibabu kuanzia alipomkata, matibabu shilingi ngapi hivi na hivi. Mambo mengi alitokea pale, akalipishwa. Lakini baada ya hapo, yule alikuwa ni mgomvi sana. Yaani mgomvi sana. Alikuwa mgomvi sana. Baada ya hapo hivi akachukuliwa jukumu yule baada ameshalipa kila kitu, kwamba amekiri kuwa alifanya hilo kosa. Baadaye akaja tena huyo ambao alifanya analima kosa kule, akachukuliwa yule jamaa ambaye amemkata, akachukuliwa pale akapelekwa polisi. Kwa hiyo mwisho wa siku alipelekwa polisi. Sawa, safi sana. Asante kwa kushare na sisi. Story moja fupi nyingine ya makofi Sawa, makofi kwake basi. Story moja fupi nyingine ya watu ambao wanazinguana mtaani. Kuna kaka pale nyuma, backbencher wanakuaga na madini hao. Mimi kweli naitwa Steven. Natokea pande za Mshono Arusha, lakini mzaliwa Kilimanjaro. Yaani mimi kuna siku ilikuwa tarehe 24 nakumbuka. Tulipanda, ilikuwa siku ya kupokea Christmas, mkesha wa Christmas. Tulikuwa sehemu fulani inaitwa Sierra Pub. Sasa kwa kawaida mimi nilikuwa natumia vinywaji vikali kipindi cha nyuma. Lakini kwa hapo baadaye kidogo kutokana itikadi za nyumbani na ukoo pia walikuwa watu watumii, nikaja nikaviacha vile vitu. Sasa nakumbuka siku hiyo nimetoka nafikiri ilikuwa kwenye muda wa saa 6, nimetoka kanisani fresh, nimepanda sehemu wanaita Sierra. Tukaanza kugonga 2-3 soda pale, wenzangu wanagonga vileo vikali. Sasa kuna mshikaji ambao nilizinguanaga naye mtaani kitambo. Nilivyokuwa nimepanda Sierra kule nikawa nimemkuta. Nilivyokuwa napiga 2-3-4, alikuja manzi yake, kwanza akanipulizia mwisho wa sigara, nikawa nimemwacha. Baadaye wakawa wamempiga mshikaji wangu pale ndani, tulikuwa pale ndani tunapiga story. Akaja kama wakawa wamempiga mshikaji wangu pale ndani.
tukatoka nje fresh, tukaamua na walinzi kikaisha. Sasa kumbe machizi wametoka na hasira, wanatusubiri darajani. Tukatoka tukafika darajani, jamaa kanishika, lakini kiukweli mimi nilikuwa vizuri kwa sababu nilikuwa sijagonga chochote, ila mshikaji kwa upande alikuwa analetea shida, alikuwa amegonga vileo kidogo. Kwa hasira kweli nikamshika jamaa, nilimbonyeza kinyama, nikamshika nikamgongeza kichwa kwenye mwe, kweli alikuwa na nundu nyingi sana. Sasa nakumbuka siku ya pili ilikuwa ndo Christmas yake, kulikuwa kuna sherehe jirani mtaa. Sasa nimetoka fresh, niko vizuri, sina hilo wala lile. Nimepanda sehemu, kumbe wale walienda wakajikusanya, wanakonga limited. Walipanda paka Moshono, wako na crew, walikuwa wamenifuata mimi. Jamaa akaniokea pale, kanifuata, akaniambia, "Unakumbuka jana kilichotokea?" Nikamwambia nakumbuka. "Kwani vipi?" Akaniambia, "Leo tumekuja hapa na hautotoka hapa." Basi mimi kutokana kujiami pale, nikawa nimewatonya washikaji kwamba machali wamenifuata huku mtaa, alafu wana kila kitu. Poa. Kwa tumejipanga kwa sababu ni mtaa wetu pia, watu walitoka wengi. Tukachukua machali tukawashusha chini kweli. Yaani walipigika kinyama mpaka Munyero iliniuma tena, ikabidi niwaombe msamaha. Ukawapiga tena? Hapana, walipigika na watu wa mtaani, lakini miro ilikuwa inaniuma. Basi ikawa imeisha pale. Siku moja nakumbuka nilikutana na yule mshikaji barabarani. Akawa amenyokea tena vile vile. Lakini nilitumia akili na busara, nikamtoa pembeni, tukaongea, akaisha. Paka sasa hivi ni rafiki yangu wezi. Na ukaomba msamaha nini? Akaisha kabisa, aliponikosea nilipomkosea nikamuomba, naye akaniomba, japokuwa alikuwa na jazba ya kulipiza kisasi cha nilichomtendea. Basi yakawa imeisha hivi ile kidimu. Sawa, safi sana. Asante kwa kushare na sisi. Moja tu ya mwisho hivi. Kuna makofi sawa, mpeni makofi. Na tunaona kana wabania makofi. Safi sana, asanteni. Tupate moja ya mwisho kabla hatujahamia kwa mwanadada pale atueleze. Huyu hapa. Sio kwamba wakaka ni wengi. Ila mpatie. Jina naitwa Saidi Muidini. Na story yangu moja, kipindi mwaka 2012 nilikuwa nasoma Naura. Iko Njiro. Nilikuwa natoka, nimefika pale Friends Corner, nikamkuta babangu mmoja mkubwa analeta anaongea tu maneno ya chini ambayo siyaelewi. Sasa nikamuuliza ni nini hataki kusema. Kumbe ni mke wake anatoka na rafiki yake. Lakini huyo rafiki yake ni rafiki yake kipenzi kabisa. Sasa alivyomuona kwamba yule mwenzake, yule rafiki yake yuko stendi pale Friends Corner, akaona aende kule kwa mke wake. Alivyotoka kule, akaja akawa anajifagilia sasa. Anasema kwamba huyu msela mimi namchukulia mke wake lakini hajitambui. Sasa babangu mkubwa akasikiliza, akashikwa na hasira, akamshika. Alimfinya Friends Corner nzima walijua, na akamvua nguo akabaki kama alivyozaliwa. Sikumuona tena mpaka leo alivyoondoka pale. Maka wale wa mama wa soko kundu walitoka pale, wakamstiri tu kwa kumpa zile kanga zao, lakini wanamzuia baba mkubwa, haeleweki. Baba mkubwa bado yupo na mkewe. Baba mkubwa bado yuko na mke wake, hataki kumwacha. Ala. Makofi kwake kwa kushare story ambayo iko deep sana. Tuongee na Kesia Msuya kutoka maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Yeye ni mfanyakazi maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Hebu tueleze hizi kesi ambazo tumekuwa tuzisikia hapa. Takriban watu wengi ambao tuko hapa leo tumewahi kushuhudia vurugu mbele yetu. Hii inamaanisha kwamba vurugu kwenye jamii yetu labda ni kubwa. Nyinyi kama unapofanya kazi mmekuwa mkikutana na ngapi ambazo zinakuja? Kesi ngapi zinakuja na hizo kesi zinakuwa vipi na mnadili nazo vipi? Labda tuanze hapo. Kesi kama hizo ni nyingi na zipo mtaani kwa sababu tunafanya kazi pia mitaani. Lakini jinsi ya kudili nazo lazima kwanza ujue kwa nini mtu ameshikwa na hasira mpaka akaamua kufanya maamuzi yale. Kwa hiyo lazima ujue chanzo cha hasira yeye kufanya hayo maamuzi ni nini. Ukishajua chanzo cha hasira lazima ujue jinsi gani utaongea na mtu, utamuelewesha jinsi gani yeye anaweza kuiprevent ile hasira yake. Na nini matokeo ya yeye kufanya kila anachokifanya yeye. Yaani kwa mfano mtu ameshikwa na hasira, ameamua kupiga mtu, ameamua kumpigia mtu chupa kichwani, nini matokeo ya yeye kufanyaje kupata ile hasira. Kwanza unapozungumzia matokeo ya mtu kupata hasira, kwanza kitu kikubwa zaidi unapunguza kwanza uaminifu kwa ile jamii ambayo inakuzunguka. Mtu hawezi kukuamini tena kukupa kitu ambacho unaweza ukafanya, hawezi kukuamini kwamba tena unaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kumletea maendeleo kwa sababu ya nini? Ya hasira. Lazima pia ushindwe
ujue suluhisho la matatizo ambayo unayapata wewe. Matatizo mbalimbali, matatizo ni mengi ambayo jamii tunakuwa nayo, tunazunguka nayo, lakini lazima ujue jinsi unaweza kuyatatua hayo matatizo. Jinsi ya kutambua na kukubali tatizo la mtu. Lazima kwanza mtu kama mtu wewe mwenyewe akubali kwamba mimi nimekosea au mimi nina tatizo, ukubali. Ukikubali najua lazima utashuka na kujua kama ni hasira, kama ni lazima itashuka. Pia shirikisha watu wako wa karibu. Unaweza mimi nimekuja nimekuuzi ukanishirikisha, nikakupa ushauri, nikakwambia nini cha kufanya kuweza kuprevent hasira yako. Kwa unashauri kwamba wanapokuwa na hasira waende wakaone wana sosiolojia. So lazima mwana sosiolojia, kwa sababu hata mtu wako wa karibu unaweza ukamuelezea tatizo ambalo limekupata na bado akakushauri ukaenda kufanya kitu ambacho hakitaleta vurugu. Sawa, wewe unadhani ni nini kinasababisha kuwa matukio ni vitu common sana, ama matukio yapo sana mitaani kwetu na tunayaona kila siku? Unadhani nini huwa kinasababisha hicho? Tunarudi pale pale kwenye hasira. Hasira inasababisha matukio yanafanyika mengi. Na hasira inasababisha kunatokea na uhalifu wa aina mbalimbali. Ni sahihi kuona matukio kwenye jamii yetu kila siku, kwamba wewe una miaka 17, 16, ukiamka asubuhi huyu ana tukio hili, mjomba kagombana na nani, fulani kafanya hivi. Hiki ni kitu sahihi kwenye jamii yetu? Hapana, sio kitu sahihi kwenye jamii yetu. Na ndio maana tunaambiwa kwamba unaposhikwa na hasira au unavokuwa unahisi kwamba kitu fulani kitaniuzi, sogea pembeni au kaa mbali na hayo mazingira. Asante sana. Asante sana kwa kuzungumza na sisi. Moja kati ya surprise ambayo nilikwambia tutakuwa nayo leo ni mwanadada ambaye alifanikiwa kufika kwenye top 3 ya BSS mwaka jana 2015. Yeye ni zao la Arusha na ni moja kati ya watu ambao watafanya saifa nyingine ya leo. Anaitwa Frida Amani. Frida, karibu. Woyo! Yeah. Kupitia this song nitaelezea storia yangu, hasira ambayo mimi nimepitia kama rapper wa kike na hasira ambayo nimepitia as a family thing, ya kwamba kujielezaga nako as kwamba wanakuelewaje huko mtaani ukiwa una rap, na ambavyo watu wanakuchukulia, starting with the producers mpaka watu wengine ambao unakuwa umeconnect nao huko mtaani, especially ukiwa kama ni mimi ambao umetokea straight from home. Yani unajua kuna watu tuna masela zetu, si ndio? Hasa kuna wengine hatunaga au masela, tumetokea manyumbani, tuna matalent, tukasema ngoja tufanye vitu fulani, si ndio? So this is what go do. Listen. Jana ilikuwa ni jana, mtaani sikuwa na ili wala ile akianani. Kina fulani walisema eti Frida hawezi kuwa fulani na nani wanakiki mpaka kuchana sana, kuchana squeeze ilipi bana. Emba chane swaga nuzike sana, eti kama ni kelele mtaani vigere mnaona tugere siku hizi bana. Shosi bure wachana duchane, ngozi mjuzi najulikana, na ukichana minta ile mistari mnayofoka, eti kabla bongo walizani na roboka, na ni search kwa usongo mpaka Google simechoka. Yes, I know kwamba mini A-Fest cover lay. Now what you guys are gonna burst on the body lay. Tutengeneze hizi money we just gotta pay. Asiro yangu sondo leo no nilipa say. Yo, who said you had it in the birthplace? We leave the moment, you just got it to the workplace. Nataka lipi tuoneshe hii ni high race. I am a penetrator, the money voter pader. I live by mother which is cause which is Scotty haters. Living for the moment, counting these dollars. I need to kiss you to no calls, hatuna gahizo. So Marcella, hembu let me tell you one thing clearly. I live for the moment, you make him dearly. I was too caught in no person of one beerly. You wanna know me, Frida call me that hilly, say my lyrical. Tutengeneza maisha kwenye vehicle. So chana squeeze si malipo yanaoneka hivyo. Kama ukitaka changanya singo living no. I'm a living proof of a city. Asira yangu leo hii na nilipa tena na kiki mtani. Wezi sema nikipita wanasema Frida queen, Frida that's my thing yo. Nahishi kutizama mbali, akili zangu kumiliki ni magari. Usinitazame kwa chini so shilingi za tari. Who got it here now? Bodily. Let me tell you kwanza kitu kingine. Let me be your motivation. No all of our nation. Express my own vision.
Maybe wanna be the star, but the sun keeps me far. Looking so forward, backwards now my focus, and I stand by my own feet, fight for my own lane. I'm a navigator, but I get what I want. So he does take abilities to stand for your own thing. Don't let the pride be the right, it's not right. I know you got the strength, so let them know that you can fight. You're the one, you're the winner. Hold them high. Yeah. Nasikia kwamba kuna si vile kole tunasikizi tengeneza na yo makina alisemaga siku zote ukitumia lazima utatumia pia, na ukiamua ndivyo utawaua kwa deal. Naamini mimi ni kitu kikubwa, ndo maana mkikaa chini mnasema si story ziba. Na subiri kwanza hilipo matendo haya, ni cover up kwa works kwenye lipo zenekaya. Yes, sioni yapi ni yapi ni yapi nani na nani ni nani ni nani, milipo ni mimi. Na kama unatumia akili lazima utafika mbali, so hacha kujivunga kiutajari. Sikizi ati Arusha nasikia ugumu ndo safari, mnajidanganya. Let me be one thing, hata ukitaka kwa dem kama kina lakini siku zote tuna rap, tuna make money na story mtaziona kwenye pop. Mimi ni mkali kwenye beats na zote na malizaga, sina uongo man, I'ma do it for my heart na singanganizi kuwa flani na kina flani, na amini mimi ni flani na ndo maana wananiita queen mtaani. Yeah. Au sio? Bana, semeni oyo! Safi sana. Huyu alikuwa Frida Amani. Yeye ni mmoja kati ya top 3 wa Bongo Star Search mwaka 2015, na alikuwa akizungumza na sisi kuhusiana na hasira yake alivyoitumia vizuri na kuamua kufika ama kufight mpaka kufika alivyo, na pia kuinspire wengine kufanya hivyo hivyo. Kitu ambacho mimi nataka tuzungumzie sasa hivi ni kitu gani ambacho tumejifunza siku ya leo, nini tumekibeba. Lakini kabla hapo mimi naomba tuende kwa afande ama mchambuzi. Afande, naomba turudi tena kidogo Barnabas kuzungumzia kuhusiana nini hufanya vurugu, matokeo ya vurugu yawe ya kawaida kwenye jamii yetu. Nini hufanya tuwe tunayaona sana? Labda kwanza niseme hivi. Katika vurugu katika maeneo, kutokana nilivyokuwa napata taarifa kwa waliokuwa natoa shuhuda, imeonyesha wazi kuna domestic violence, yani kuna ugomvi wa kifamilia. Na pili, nimeona kuna matatizo ya uhalifu kwenye mitaa na hususan kwenye maeneo ya biashara za vilevi. Sasa huko naweza kusema jeshi la polisi likishirikiana na wananchi, wakiacha ile tabia ya kutoripoti taarifa za uhalifu au za ugomvi mdogo mdogo, kunaweza kupelekea hatari kubwa, kukatokea mauaji na majeruhi, halafu ikaonekana polisi hatufanyi kazi vizuri. Lakini pia nimeona muhimu sasa wa kushirikisha serikali za mitaa. Maana nimeona pale kuna mwenyekiti wa mtaa amesaidia kidogo, lakini wakaja polisi jamii pia, lakini kaona kama kuna udhaifu kidogo pale katika usimamizi wa sheria. Inaonekana jeshi la polisi tumelegalega kidogo, ilibidi tuwape elimu wale wenye viti wa serikali za mitaa na watendaji wa serikali za mitaa namna ya kushughulikia makosa yanayotokea kwenye maeneo ya biashara za vilevi. Lakini jukumu la polisi pia ni kutembelea kwenye maeneo hayo. Na wakati mwingine watu wanaamua kujichukulia sheria mkononi. Kwa mfano kama ile aliyosema 70, inamaanisha kwamba wananchi wanaamua kuadhibu wahalifu. Kule tunasema kujichukulia sheria mkononi ni kosa la jinai. Japo kuna watu wengine wanasema mob justice, lakini tunasema ile mob justice ni injustice. Yani kumchukulia mtu hatua na kumwadhibu, yani mtu mmoja anakuwa mkamataji, mpelelezi yeye mwenyewe, alafu pia muendesha mashtaka yeye mwenyewe na kuwa na hakimu tena. Lile ni kosa. Tutaiacha jamii yetu kuendeleza hayo mazinguano mliosema, yani kuzinguana. Kwa sababu inaonekana sasa kuna kuwa na muendelezo. Kwa mfano yule shuhuda mwingine ameeleza kwamba walizinguana kwenye baa, wakawekeana visa mpaka darajani, alafu pili wakaendelea. Lakini kitu cha msingi ambacho kinaonekana pale ni kwamba wananchi hawatoi ripoti polisi. Wangetoa ripoti polisi wangeweza kukamatwa, wakapelekwa
kituo cha polisi na hatimaye wakaenda mahakamani. Kwa kwenda mahakamani wangechukuliwa adhabu, watu wengine wangeona kwamba kuna hatua ya kisheria. Lakini pia jambo lile lingine ambalo nimesema, kuna ugomvi wa kifamilia na hasa kwenye mambo ya wivu wa kimapenzi, maadili mabovu, watu kutembea na wake za watu, alafu kuna nini. Lakini si jeshi la polisi, tunalo dawati linaloshughulikia mambo ya jinsia na watoto, ukatili wa kijinsia. Kama tendo lile la kumvua yule mwanamke nguo zake zote lingekuwa limeripotiwa polisi, jamii ingeweza kujifunza kwamba ile tabia ni mbaya. Na tunapenda kusema hivi, tuzuie uhalifu kabla ya kutokea. Asante sana. Aliyevuliwa ni mwanamume, by the way. Sababu alichukua mke wa mtu. Ni mwanaume au ni mwanamke? Mwanaume. Hata mwanaume naye ni ukatili wa kijinsia. Na pia, labda nikueleze kitu kingine. Tumeona sehemu nyingine anapofanyiwa ukatili mwanamke huwa anasaidiwa hata na wanaume. Lakini anapofanyiwa ukatili mwanaume watu hawafanyi lolote, lakini wote ule ni ukatili. Ndio maana tunasema ukatili wa kijinsia. Inamaanisha kwamba ke na me. Sio kwamba wanaofanyiwa ukatili ni wanawake tu. Sawa, asante. Barnabas, umezungumza kwamba jeshi la polisi pia linahitaji kufanyia kazi serikali za mitaa na kuelimisha zaidi. Ukiondoka hapa siku ya leo, je, utafanya jitihada zaidi kuhakikisha hicho kitu kinatendeka? Labda kwanza ni kuambie mtangazaji ni kwamba jeshi la polisi linaposema hiyo ni gepu au ni udhaifu, na mtu yote anapokiri udhaifu inamaanisha wewe ni mtafiti na mchambuzi. Kwa hiyo sisi tunayo program ya polisi kata na wakaguzi wa tarafa ambao ni kazi yao ni daraja kati ya serikali kuu na serikali za mitaa. Kwa hiyo sasa tutakachokwenda ni kustrengthen, yani kuimarisha kwamba kwenye eneo la ngazi ya kijiji na kata waimarisha, waende waelimishe wananchi namna gani ya kuweza kudhibiti hali hiyo. Hata kama hata kuwepo wao, zile serikali za mitaa zinawajibika kufanya hivyo. Inamaanisha watendaji wa kata, wenye vitu wa serikali za mitaa, na ningependa kwamba turudishe ile hali ya zamani ya nyumba 10 katika kusimamia sheria ili waweze kudhibiti uhalifu katika maeneo ya makazi au mnaoita kitaani. Asante sana. Hii inamaanisha kuna kitu ambacho tayari tumekipata siku ya leo ama ambacho kitatendeka baada ya huu mjadala. Mimi nataka watu wawili watatu, labda tuseme wawili tu kabla ya kufunga, waseme wamejifunza nini siku ya leo baada ya kufika hapa. Faster. Mimi Nancy Molel nimejifunza ukizinguliwa sio kujichukulia sheria mikononi. Asante sana. Mwingine mpatie kaka hapo. Kwa majina yangu naitwa Elnami Malaki na Nyaro. Kitu nilichojifunza, kwanza nikizunguliwa hasira niweke mbali, pia na kuchukua sheria mkononi si jambo la maana. Tunatakiwa tuwe time out, lakini huyu kaka tu mara moja hapa, huyu kwa sababu hajazungumza. Kwa majina naitwa Saifu Ali. Mimi nilichojifunza hapa ni kutokujichukulia sheria mkononi, pia kujua namna ya kuzikontrol hasira zangu kuliko kufanya kitu ambacho kitakuwa ni kinyume na sheria. Asante sana. Dada hapa. Kwa majina naitwa Jacqueline Reginald. Mimi kitu ambacho nimejifunza leo ni kuizuia hasira yangu, mfano kwamba nisi ile hasira yangu ambayo ninao kwa muda huo nisitumie, niangalie mwisho wake baada ya kufanya kile kitu ambacho nataka kukifanya, niangalie kwanza mwisho wake ni nini, pia niweze kushirikisha watu wa karibu ili waweze kunisaidia kimawazo. Asante. Makofi kwetu wote. Asanteni sana kwa kujiunga na sisi. Huu ndo mwisho wa Niambie ya leo. Kama hujapata nafasi ya kuzungumza usisite, kwa sababu bado tutakuwa tukizungumza. Bado tuko na nyinyi, na unaweza ukatufuata vile vile kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kupitia Facebook ni Niambie, kupitia Twitter ni @NiambieTZ, kupitia Instagram ni @NiambieTZ, na kupitia 0689222110 ndivyo ambavyo wewe unaweza ukatuma ujumbe wako na sisi tukausoma hapa kwenye kipindi. Asanteni sana kwa siku ya leo kutokea Chuga Arachuga. Mina sign out bana. Oyo!